Hapa kuna muamala pia ambaye ni hatari unafanywa na watu. Hebu tusikilize muamala huu kwamba mtu anaenda dukani kununua bidhaa, ametumwa, hasa nyinyi vijana ambao mmeajiriwa madukani, na mnatumwa na wafanyabiashara, mabosi wenu wenye maduka kwenda kununua bidhaa masokoni, madukani. Kijana akifika dukani, anaponunua ile bidhaa, anaongea na yule muuzaji, anamwambia yule muuzaji wa zile bidhaa alizonunua, wakati anaandika risiti. Sawa, inatakiwa anaporudi kwa bosi wake arudi na risiti kwamba bidhaa nilizonunua hizi hapa na gharama niliyotumia ni kiasi fulani, inaonekana kwenye risiti. Sasa kuna watu wanafanya mchezo, wanaongea na wale wauza duka kwamba nakuomba uongeze pesa kwenye risiti, ongeze pesa kwenye risiti, badala ya kuandika kwamba bidhaa hii ni 1,000,000, andika 1,100,300, au anaweza 300 ni nyingi, anaweza kugundua haraka, andika 1,150,000, 1,150,000. Kwa hiyo hiyo 50,000 nataka iwe ni ziada, itabaki. Kwa hiyo ikibaki 50, bila shaka naweza kukuta tuna 500 hapo, tagawana kidogo, nitakupa sehemu. Kwa hiyo yule anaenda kununua, anaongea na yule muuzaji wafanye ujanja kwa lengo la kufanya dhulma. Hadha haram, na huu ni muamala unafanyika, watu wanafanya miamala hii, ni haramu, kwa sababu kufanya hivyo ni katika kuwadhulumu wale wenye mali. Katika kuwadhulumu wale wenye mali, unamdhulumu aliyekuagiza, yule bosi wako, ni haramu, na ni katika kusaidiana katika kufanya madhambi, kadhalika na uadui, na kufanya hivyo ni kula mali za watu kwa dhulma. Na Allah tabaraka wa taala amekataza, ya ayyuhalladhina amanu, enyi waumini, la taakulu amwalakum bainakum bilbatil, msile mali zenu baina yenu kwa batil, maana kwa dhulma. Kwa hivyo wewe ukifanya muamala huu, jua kama unafanya dhulma. Wallahu taala a'lam.